Msimu wa Safari Laga Cup msimu wa pili kwa maana mwaka 2025 unaendelea, na hivi sasa wamefikia hatua nzuri ambapo tupo hapa na moja kati ya viongozi lakini pia waratibu wa mashindano haya ambayo yanaendelea. Tunakumbuka msimu uliopita alifanyika na walipatikana mabingwa 22 ambao walikwenda kucheza mechi ya kirafiki na timu ya Young Africans ambayo wanaubia nayo. Sasa tutazungumza naye hapa atuambie mafanikio yao mpaka hivi sasa, lakini pia kwa namna ambavyo mashindano ya msimu huu yanaenda. Bwana, mambo vipi? Safi kabisa. Kwema kabisa. Na furaha ni kubwa na Safari Laga kabisa. Naitwa Pamela Kikuli, ni meneja wa bia ya Safari Laga, na leo hapa tuko Dar es Salaam tunakamilisha mchakato wetu wa bonanza ambao tulikuwa tunapita mikoa 4 kijumla. Kwa hiyo tuko katika mkoa wetu wa 4 wa Dar es Salaam katika kusaka vipaji vya mpira. Mwaka huu tumeona vipaji vingi sana. Kwa kweli talent ni kubwa. Na baada sasa ya mechi hii ya leo, bonanza hii ya leo, jopo letu la makocha watakaa kuangalia sasa wale wachezaji ambao wanataka kuwapendekeza waendelee mbele, na tutachuja mwaka huu wachezaji 22 ambao watakuwa wamechaguliwa kama nilivyosema na kura walizopewa na makocha pamoja na kura wanazopiga wa Tanzania. Na mwaka huu kwa kweli tunatarajia shindano hili litaenda vizuri sana. Mafanikio tuliyopata mwaka jana ni makubwa. Wachezaji mpaka leo hii 11 wamefanikiwa kusajiliwa kwenye timu mbalimbali. Kwa hiyo tunawaambia watazamaji klabu mbalimbali kubwa waendelee kufuatilia kwa ukaribu sana mchakato huu ili waweze na wenyewe kuangalia vipaji ambavyo vipo katika tasnia hii ya mpira. Pengine kuna utofauti gani kati ya mashindano ya msimu huu na msimu uliopita? Kwa sababu msimu uliopita ndio mlikuwa mnaanza na hivi sasa tunasema kwamba mnaendelea pale mlipoishia msimu uliopita. Msimu huu kwa kweli tumeona mwitikio ni mkubwa sana. Kwanza watu wameelewa faida na jukwaa hili lengo lake ni nini. Kwa hiyo tumepata mwitikio mkubwa sana kutoka kwa timu mbalimbali katika mikoa yote tuliyopita. Tumeona wengi wamejitokeza na sasa hivi kwa kweli talent zinazidi kuwa kubwa. Watu wameelewa kwamba Safari Cup inataka kuibua vipaji na pia inavionyesha vipaji hivi kwa taifa. Kwa hiyo vipaji vingi zaidi vimetoka kujiandikisha, na tunashukuru kwa kweli kwa mwitikio hiyo na support kubwa ambayo tunaiona. Tunatarajia hata tukirudi tena season inayofuata mwitikio utakuwa hata mkubwa zaidi. Majina makubwa kama Sekilojo Chambua, Mrisho Khalfan Ngasa, lakini pia Simon Msuva mlimtangaza kuwa ambassador wa mashindano haya. Pengine kwa upande wenu hii imewalipa kwa kiasi gani mpaka hivi sasa? Unajua katika kufanya kampeni kuna kitu ambacho unarudisha kwenye jamii. Safari Cup lengo lake kubwa zaidi ni katika kurudisha kwenye jamii. Faida sisi tunapata tukiona kwamba wachezaji tunaowachagua wanapata mafanikio, wanaonwa kweli na watu ambao wanaweza kubadilisha maisha yao. Lakini pia kwa upande wetu tunapata faida ya matangazo. Ni kipindi kizuri sana sisi kujitangaza na kujiweka karibu na jamii. Kwa hiyo tunaona kwa kweli tunajitangaza vizuri na tunazidi kujulikana kama brand. Sawa, tumeona pia kuna baadhi ya maskauti ambao wako hapa wanafuatilia vipaji na mechi zimechezwa nyingi hapa za bonanza hili na kwenye finali hizi. Pengine kwa upande wenu hii inawapa picha gani, lakini pia inatia matumaini kiasi gani kuona kwamba kile mnachokifanya kinakuwa recognized na watu wakubwa kwenye mpira? Sisi tunafarijika sana kwa sababu unajua tunafahamu kwamba Tanzania ina vipaji vingi, lakini wapi wanaonyesha? Kuna majukwaa mengi ambao watu labda wanaweza wakatoka mikoani huko wakaja kuonyesha na waonekane. Kwa hiyo sisi tumetumia nguvu kubwa kutangaza ili kuweza kuvutia vilabu vikubwa, scouts mbalimbali waweze na wenyewe kuja kukaribia hapa ili kuangalia vipaji. Naona pia ni fursa kubwa hata kwa wao scouts kwa sababu tumewafanyia kazi ya kuwakusanyia na kuandalia mechi. Tumeleta mechi, yani hao kazi yao ni kuangalia na kuangalia vipaji. Yes. Kwa hiyo mimi naona ina faida kubwa kwa watu wote ambao waliojitokeza, wanaocheza. Kwa ujumla wake Safari Cup kwa kweli itabadilisha sana mpira wa Tanzania. Sawa, neno moja kwa wale ambao watakuwa washindi kwenye michuano hii. Napenda kuambia wajitahidi, wacheze kwa bidii, macho yanawaangalia, macho mengi ya Watanzania yanaangalia na kufuatilia safari yao. Kama nilivyosema wachezaji 11 season iliyopita wamesajiliwa. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba hii ni fursa kubwa. Kwa hiyo watumie hii fursa vizuri, waonyeshe vipaji vyao.